machifu, lakini na viongozi mbalimbali ambao wamesoma hapa, mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mwakilishi wa mkuu wa wilaya, lakini waombolezaji wote ambao mko hapa. Nimetambulishwa, mimi naitwa Luhaga Joyson Mpina, ni mbunge wa zamani wa jimbo la Kisesa, lakini pia nilikuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo, niliyekataliwa kugombea bila sababu za msingi. Ndugu waombolezaji, baba paroko hapa alisema kwamba tumekuja hapa kwenye maombolezo haya, kila mmoja na kauli yake juu ya ndugu yetu Chief Charles Doto Itali, kila mmoja namna alivyoguswa na upendo wake. Ndio baba paroko alianza na maneno upendo wake, wema wake, kila mtu kwa namna alivyoguswa. Na mimi hapa nataka niseme kwamba kwanza ni ukweli kabisa, siku hii ya leo ni siku mbaya, siku ya maombolezi makubwa ya kumpoteza kiongozi ambaye alikuwa mshauri mkubwa muda wote, saa zote. Tumepoteza mhimili mkubwa sana katika safu ya wazee, mzee ambaye, mwanaume ambaye kwa kweli alitaka kuona jamii yake, alitaka kuona nchi yake inakwenda. Mzee ambaye alikuwa ameamua kwa dhati kuwa mkweli na muwazi kwa kila jambo, na hakutaka kuwa mnafiki, hakutaka kuficha ukweli wake. Na mimi nataka niseme kwamba huyu mzee anakuwa ni mzee wa mfano kwa wazee wanaoweza kusimama, kwa wazee ambao wanaweza kusimama na kutenda haki kwa watu wote, hata kama ni wanyonge. Na hili nataka niseme leo hapa kwamba huyu mzee hapa unavyoniona hapa, naelekea kusimikwa uchifu, na tayari yeye alishanipa na jina kwamba mimi ni Chifu Machibia, na alikuja na machifu wenzake, alikuja na Chifu Sendi na yeye mwenyewe, kwa maono yao wakanipa hilo jina la Chifu Machibia. Wakati huo mimi sijafikiria kwa siku moja nitatawaza kuwa chifu, lakini kumbe huyo Chifu Machibia kumbe ndio chief dom yetu. Na ukweli ni kwamba familia ilikuwa imepanga kwamba mimi ndio nilisi mikoba ya Chifu Machibia, na Machibia ndio mkoa wetu. Kwa hiyo sikujua wenyewe walimpata wapi ile jina, lakini huyu mzee kwa maono yake pamoja na mzee Kisendi walikuja wakaipa hilo jina la Chifu Machibia, na hivi karibuni nitatawaza kuwa Chifu Machibia rasmi. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo mzee huyu alivyokuwa, na sio kwamba huu chifu anautoa akiwa hapa kwenye chief dom yake, ananifuata mimi kwenye makazi yangu, ananifuata mimi kwenye sehemu za kazi. Lakini lingine kubwa sana hapa, umeona kwamba alimtawaza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Chifu Hangaya, lakini pia akamtawaza Mpina kuwa Chifu Machibia. Kwa hiyo ni historia kubwa kweli. Lakini kubwa lingine la pili, pamoja na kuwatawaza hawa uchifu, nilipofukuzwa bungeni kwa makosa ya kusingiziwa mwaka 2024-2025, ukitaka sasa hivi ingia kwenye YouTube, wewe andika tu Mpina na Chifu Itali au andika Chifu Itali bungeni. Huyu mzee, huyu Chifu Itali pamoja na Chifu Kisendi, alikuwepo na chifu mwingine, Chifu Mwanamarundi, wao baada ya muda wangu wa adhabu, ambao kwa kweli nilikuwa natumikia adhabu ya kusingiziwa na nilifungiwa vikao kadhaa kuingia bungeni. Baada ya kile kikao, baada ya kile kifungo kuisha, hawa machifu watatu wakasema sisi tunakupeleka bungeni wenyewe, kuonyesha kwamba kwanza tunaunga mkono msimamo wako juu ya kashfa ya sukari nchini. Kwa hiyo tunakuunga mkono na tunakupeleka bungeni. Kwa hiyo kwa mtu mwingine ambaye tayari ameshamtawaza Chifu Hangaya, tayari ameshatawaza wengine, asingeweza kuchukua msimamo huo mzito, akaamua
akanisindikiza bungeni na akaenda kutoa hotuba yake kwamba anaunga mkono jitihada zote nilizozichukua, hatua zote nilizozichukua juu ya kukataa uingizaji wa sukari ndani ya nchi kinyume cha sheria, uingizaji haramu wa sukari ndani ya nchi ambao ulikuwa unafadhili wizi wa fedha za umma, lakini pia hata kuingia kwenye majaribu ya afya ya Watanzania. Kwa hiyo huyu mzee huyu alikuwa miongoni mwa wazee wa aina hiyo. Sasa tunalo somo kubwa la kujifunza kwa wazee wetu wa namna hii, na mimi niombe wazee wote, taifa lolote ili liweze kustawi linahitaji wazee wenye msimamo, wazee ambao ikifika kweli anasimama tu kusema kweli, wazee ambao hawezi kugeuka kuwa chawa wa mtu yoyote kwa cheo chochote. Ndio huyu Chief Itale tunaye leo, ambalo mwili wake tumeuzingira hapa. Mzee ambaye unachukua msimamo, unaisikiliza kweli, unaizingatia kweli, unasimama kwenye kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomboleza leo, na hapa baadhi ya mambo hawajasema. Huyu mzee huyu hata kwenye, nadhani alikuwa pia mchezaji mzuri sana wa basketball na alienda nchi mbalimbali duniani kuiwakilisha Tanzania akiwa mshindi. Ametengeneza nembo ya taifa letu. Kwa hiyo tuko hapa tumemzingira mzee huyu ambaye yuko leo kwenye sanduku, lakini tumezingira kitu cha thamani kweli kweli. Na hata ilipotokea hii, pamoja na changamoto zote za ratiba nilizo nazo, mimi na familia yangu tulisimamisha shughuli zote kuhakikisha kwamba natembea na nafika kwenye eneo hili, nishiriki na mimi, niungane na kanisa, niungane na waombolezaji kushiriki maombolezo na maziko ya huyu baba yetu ambaye tunaenda kukiweka kaburini, kitu cha thamani kweli kweli, kitu ambacho ni adimu sana kwenye taifa letu, kwa sababu watu wa kweli kwenye taifa hili ni wachache sana. Watu watenda haki kwenye taifa hili ni wachache sana. Wanaweza kuwa na vyeo vikubwa lakini sio watenda haki. Wanaweza kuwa na vyeo vikubwa lakini sio wa kweli, lakini sio huyu mzee Chief Itale. Tunamlilia, tunamwaga machozi kwake kwa sababu hatuna namna ya kufanya, na kwa sababu Mwenyezi Mungu akiamua hatuna namna ya kufanya. Hatuwezi kukata rufaa kama mzungumzaji mmoja alivyosema, lakini tunachosema huu wema wake usiomithilika hatutausahau, na naamini kuta za kaburi haziwezi kutenganisha mapenzi yetu kwake. Pamoja na kwamba tunamweka kaburini leo, lakini kuta za kaburi haziwezi kututenganisha na mapenzi yetu kati yetu sisi na yeye. Na niseme pia, nawapongeza sana machifu kwa kazi nzuri mnazozifanya, na nyinyi mnaongoza jumuiya ya watu Kristo, wengine wana dini, wengine wapagani, wengine wana dini mbalimbali, wengine wanasiasa wa vyama mbalimbali. Nyinyi ni walezi wa wote. Kwa hiyo huu mfano wa huyu kiongozi wetu, hata nilipochukua maamuzi ya kwenda ACT Wazalendo hakuniacha. Pamoja na kwamba leo hapa inatajwa yeye ni CCM, lakini mimi nilikuwa CCM pia, nikachukua maamuzi magumu ya kwenda chama cha ACT Wazalendo, bado hakuniacha. Nikipiga simu muda wote, saa yoyote, tukutane, tuende wapi, mzee huyu yuko tayari kwa ushirikiano mkubwa, kwa sababu aliamini kwamba yote tunayozungumza ni kwa ajili ya ustawi wa taifa letu, ni kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu. Ndugu zangu, nisipoteze muda mrefu, wasemaji wamesema ni wengi, lakini nirudi kusema kwamba ni watoto wa marehemu. Mimi Itale alikuwa ananisalimia Mwababa, kwa hiyo nilikuwa kijana wake, lakini bageshi kwa maana ya rafiki sana, alikuwa baba rafiki. Kwa hiyo pole sana wadogo zangu, pole sana dada, pole sana shangazi zangu, niliwaona hapa nikasalimiana. Poleni sana. Tunajua kuondokewa na mzazi sio jambo la mchezo. Kuondokewa na mzazi sio jambo la limama. Pole sana mama mjane. Pole sana na ndugu wengine wote. Pole sana machifu wenzake. Tunajua kwamba kuondokewa na kiongozi kama huyu ni mpengo kubwa, na sisi ndugu zenu tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaombeana faraja katika kipindi hiki kigumu.
salamu za rambirambi zangu mwenyewe binafsi na familia yangu, na hapa nimetoa salamu zangu mwenyewe binafsi, lakini na chama changu cha ACT Wazalendo. Lakini hapa nimetoa salamu zangu mwenyewe binafsi na familia yangu, lakini pia na chama changu cha ACT Wazalendo. Poleni sana familia, poleni sana waumini wote na waombolezaji wote. Asante.